Uchaguzi wa Oktoba 29 ninyi kama Chama cha Mapinduzi umewafundisha nini? Uchaguzi wa Oktoba 29 umetufunza mambo mengi sana, lakini kitu cha kwanza ambacho kilikuwa kina changamoto kubwa ni namna ya mapokeo ya watu, kwamba yalikuwa kidogo kuna shida, kwa maana wao walikuwa wanaamini kwamba CCM imeweka vyama vingine kama portion. Kwa kuna chama kikuu cha upinzani kama Chadema, wao hawakuingia kwenye ulingo. Kuto kushiriki kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwenye uchaguzi huu kwenu ninyi kama chama tawala ilikuwa ni faida au ni hasara? Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Songwe TV1. Ni matumaini yangu kwa kipindi kirefu ulitumisi kutokana na kipindi cha Tanzania yetu kusimama kwa muda. Na hii leo tumerudi ambapo tunaenda kuzungumzia masuala mbalimbali ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Na leo tumekuja kumtembelea mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Momba kuzungumzia masuala mbalimbali ikiwa ni kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Mwenyekiti, mtazamaji wetu angependa kukufahamu kwa majina, lakini pia kutokana na kipindi chetu cha Tanzania yetu kutokuwa hewani kwa muda mrefu, pengine angependa kutamani kusikia mambo gani ambayo umeyapitia kuelekea uchaguzi wa Oktoba 29. Basi na kushukuru mtangazaji. Jina langu naitwa Sylvester Maitenwila. Mimi ni mwenyekiti wa CCM wilaya ya Momba. Wilaya ya Momba inapatikana katika mkoa wa Songwe. Iko mkoa wa Songwe, lakini wilaya ya Momba ina halmashauri mbili, kwa maana halmashauri ya mji wa Tunduma na halmashauri ya mji wa Momba ambayo ndio yenye jina la Momba. Na wilaya ya Momba ina kata 29 kwa maana ya eneo la utawala, lakini tuna wabunge wawili, maana tuna majimbo mawili, jimbo la Momba na jimbo la Tunduma. Kwa hiyo mimi nakushukuru mtangazaji, kama ulivyosema toka mwanzo. Kweli toka mwaka jana mwezi wa 7 tulikuwa na michakato ya uchaguzi kwanza ndani ya chama. Kwa hiyo ule muda wa madiwani na wabunge ulivyokoma, chama taifa kilitoa ratiba ya uchaguzi, kwa maana ya uchaguzi wa madiwani na wabunge. Kwa maana yake ilivyotoa ratiba, wanachama sisi kama chama tukatangaza, na tulivyotangaza kila mtu aliyekuwa na nia ya kuomba nafasi au kugombea anapoona panatosha aligombea. Na tulikuwa mwamko wa wagombea ulikuwa mkubwa sana. Tulipata wagombea wengi wa udiwani pamoja na ubunge, lakini mimi nitaenda specific kwenye ubunge kwa sababu katika jimbo la Tunduma tulipata wagombea wa ubunge 10. Lakini katika jimbo la Momba tulipata wagombea wa ubunge 11. Kama wiki ilivyo adha ya utaratibu wa chama chetu, mtu akishagombea naanza kuchakatwa. Kwa michakato ilifanyika ngazi ya wilaya, tukatoa mapendekezo. Katika halmashauri ya mji wa Tunduma, katika yale majina 10 yarudishwa majina 5. Katika yale majina 5 ndio walioingia kwenye kinyang'anyiro. Na kule chini halmashauri ya Momba tulikuwa na wagombea 11. Katika wagombea 11 yarudishwa majina 6. Na hayo majina 6 ndio yakaingia kwenye kinyang'anyiro ndani ya chama. Lakini katika wagombea 6 kule chini tukapata mgombea ibuka kidedea, alikuwa ni Condesta Michael Schalwe. Na hapa mjini, kwa maana mji wa Tunduma, mgombea aliyeibuka kidedea kwenye kura za maoni alikuwa ni David Enes Linde. Kwa hiyo hao ndio tuliokuwa tumeingia nao kwenye uchaguzi mkuu, manake kwa upande wa chama. Lakini kwa upande wa udiwani tulikuwa na hizo kata 14 za kule chini. Wa madiwani 6 walirudi wale wa zamani, lakini madiwani 8 tuliwapata wapya. Lakini cha kufurahisha zaidi, katika hao madiwani 8 tuliowapata kule chini, na mwenyekiti wa halmashauri ya Momba alikosa nafasi, tukapata mgombea mwingine. Ndio maana mpaka sasa ninavyoongea kule Momba tuna mwenyekiti wa halmashauri mpya ambaye hakuwepo kipindi kilichopita ambao cha 2025. Na hapa mjini na penyewe tulikuwa na kata 15, na katika kata 15 tulipata madiwani wapya 6. Maana madiwani 6 walipatikana wapya, wale wa zamani wakarudi 9.
na katika wale madiwani 6 walioanguka ni pamoja na mwenyekiti wa halmashauri aliyekuwepo. Kuna hapa tumepata mwenyekiti wa halmashauri mpya. Kwa hiyo kama wilaya ya Momba kwenye halmashauri 2 mpaka sasa tuna wenyeviti wa halmashauri wapya 6 ambao tayari walishaapishwa na wanaendelea kufanya kazi. Asante sana. Mwenyekiti, kama ulivyozungumzia mchakato, pengine tunataka utuambie uchaguzi huu uliofanyika Oktoba 29, nyinyi kama chama mmejifunza nini? Mimi kabla sijaongea Oktoba 29 nataka nizungumzie kuhusu uchaguzi ndani ya chama, kwa sababu yani ndio kitu kikubwa, kwamba ubunge au udiwani sio mali ya mtu, ni mali ya chama, na ndio maana hakuna mgombea binafsi. Yani mtu yote anagombea kupitia nini? Chama. Ndio katiba yetu iko hivyo. Kwa hiyo maana yake ndio maana sisi kama chama kunavyo miaka 5 ikiisha, yule mtu anayemaliza muda wake anapimwa kwa kazi aliyofanya nini? Aliyofanya. Iwe ngazi ya udiwani au ngazi ya ubunge. Na ndio maana umeona katika madiwani 14 wa kule Momba wamerudi 8, wamerudi 6, 8 wamefanya nini? Wamekosa. Kwa maana yake wamerudi kutoka vile walivyofanya. Hilo la kwanza. Lakini la pili, siasa zina mazingira yanaweza akakufanya nini? Akakukataa. Kwa hiyo na chama tunachofanya sisi tunaangalia mtu ambaye anakubalika nje na ndani. Kwa nadhani hayo ndio mambo mengi huwa yanajitokeza, na ndio maana ukiangalia mpaka sasa tuna katika kata zetu zote 29 ni kwamba kama nilivyosema mwanzo, kule tumepata wabunge madiwani wapya 8 huku 6. Nadhani hilo ndio la msingi, lakini mimi mambo ya Oktoba 29 mimi sipendi sana niyaongelee sana, kwa sababu sisi kama chama tulikuwa na sisi ni wagombea. Yani tulipeleka candidate. Kwa hiyo unakuta sasa yale matokeo ya uchaguzi kwamba kulikuwa kuna yani ni matokeo ambayo yalikuwa nisemeje, yalikuwa ni matokeo yani ni Oktoba baada ya uchaguzi. Kwa sisi kama chama tulichokuwa tunafanya kikubwa ni kwamba tulipomaliza uchaguzi wa Oktoba 29 ni kuhakikisha tunabaki wamoja ndani ya chama. Na ndo jukumu langu mimi kubwa la msingi. Mtazamaji wetu angependa kufahamu ushindani ndani ya chama na nje ya chama kwa uchaguzi huu wa Oktoba 29 au uchaguzi huu wa 2025. Ushindani mmeuonaje au upinzani ulikuwaje katika uchaguzi huu ndani ya chama cha Mapinduzi? Ushindani ulikuwa mkubwa sana. Na kwa nini ulikuwa mkubwa? Ulikuwa mkubwa kwa sababu tuliweka wagombea imara. Mwenyekiti, tunatamani kufahamu nje ya chama mlipotoka, sasa mmemaliza michakato ya chama, huku nje competition ilikuwa? Mimi huku nje mimi la nje sizilisemei, mimi nasemea chama changu, kwa sababu tuliwapeleka wagombea wazuri, lakini nje ilikuwa na wagombea wa ST, na nadhani kulikuwa na mgombea wa ST na Chauma. Lakini mimi nilichokuwa nimezingatia sana, mimi kama chama kazi yangu kubwa ni kutafuta wagombea ambao wanaweza kukompiti na vyama vingine. Kwa hiyo mimi siwezi nikataka kuongelea zaidi habari ya ushindani wa nje. Mimi sana nilikuwa naangalia ushindani wa ndani, namna tulivyopambana tukaweka wagombea wazuri, tukakompiti, tukatoka nje. Sasa tulivyotoka nje, kila chama kilikuwa kinaangalia candidate ambaye kimemweka. Kwa mimi sipendi sana niongelee swala la nje, kwa sababu la nje sio swala la kwangu. Swala la nje lilikuwa ni la uchaguzi, ni la wananchi. Kwa hiyo sasa wananchi walikuwa wanachagua sasa kutokana na sera ya mtu anaoipeleka pale jukwani au aina ya mgombea ambao walikuwa wanamuona hata kwenye vyama vingine. Mpinzani wenu mkubwa CCM ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Pengine kuto kushiriki kwa Chadema katika uchaguzi huu wa 2025 kwenu mnaizungumzia kama faida au hasara, na nini mmejifunza? Nakushukuru mtangazaji. Mimi kama nilivyokuwa nimesema toka mwanzo kwamba vyama viko 19, ni kwamba ni nadharia tu watu ni kwamba kweli Chadema ni chama kikuu cha upinzani, lakini mimi sioni kuna faida au hasara, kwa sababu tulichokuwa tunatafuta sisi tulikuwa tunatafuta ushindi. Atakaye kuja mbele yetu ni halali yetu. Hata kama Chadema angesimama sisi tungempiga, kwa sababu Daktari Samia Suluhu Hassan amechukua nchi mwaka 2021 akimlisi Magufuli. Kwa kuna vitu vingi vimefanyika.
Kwa hiyo sisi tulikuwa yani tulikuwa tuko tayari, tulijiandaa kwa mgombea atakayekuja, awe wa Chadema au ST awe wa CUF, yote atakayekuja tulikuwa tunaweza tukashindana, kwa sababu hatushindani kwa maneno, tulikuwa tunashindana kwa kazi ambazo zimefanywa na Chama cha Mapinduzi. Wewe mwenyewe unaweza kuwa ni shahidi, kuna vitu vingi ambavyo vinaonekana ambavyo, kwa mfano kwenye elimu tumefanya vizuri, kwenye afya tumefanya vizuri. Kwa sasa hizo shughuli zote ambazo zimefanyika, kwa sababu toka Samia Suluhu Hassan ameingia mwaka 2021 hapa tulikuwa na kituo cha afya kimoja hapo Tunduma, lakini sasa tuna vituo vya afya zaidi ya 5, lakini tuna hospitali ya mji. Kwa mambo mengi yamefanyika, au mambo yanayofanyika ndio yanayogusa hali halisi ya wananchi. Licha ya kuwa Chama cha Mapinduzi kimeshinda kwa wabunge pamoja na madiwani wote kwenye wilaya hizi mbili, lakini imekuwepo minong'ono kwamba Chama cha Mapinduzi wamekuwa wamekuwa wakitumia lugha ngumu zaidi, kwamba Chama cha Mapinduzi kumekuwa na wizi wa kura kupelekea mpaka wao kwa wao wakaibiana, ikizingatiwa kwamba hapa Tunduma moja ya madiwani hajaapishwa mpaka leo. Unalizungumziaje hili? Mimi nakushukuru. Mambo ya kuiba kula ni nadharia, mambo ya kuibiana kula ni nadharia, kwa sababu diwani wa viti, watu wanachanganya. Diwani wa viti maalum alishawe ndo aliyekuwa mshindi wa kwanza, kwa hakuna aliyemwibia kula. Si unanielewa mtangazaji? Kwa hao watu wanachanganya. Mimi naomba niweke vizuri hili kwamba diwani wa viti maalum aliyekuwa amegombea katika halmashauri ya mji wa Tunduma anaitwa Zainabu Siame, yeye alikuwa ni mshindi wa kwanza, wala kuibiwa kula. Sisi kama chama kwenye halmashauri tulikuwa na wagombea wa viti maalum walikuwa 15, lakini katika 15 natakiwa upate moja ya tatu, ambao moja ya tatu ni 5. Sasa katika 5 alikuwepo Zainabu Siame, akawepo Neema Migodela, alikuwepo Joyce Mbe, alikuwepo dada mmoja anaitwa Farijala, lakini akaja wa mwisho akawa alikuwepo na Zainabu Siame. Sasa hao wote walikuwa wameshinda kwenye kura za maoni. Sasa kwenye kura za maoni akishashinda kunakuwa na vikao, kwa sababu ushindi wa diwani wa viti maalum tofauti na ushindi wa diwani wa kata. Diwani wa kata akishashinda kwenye kura za maoni anapewa cheti, lakini diwani wa viti maalum akishashinda anategemea sana ushindi wa kura za chama ngazi ya kata na kwenye jimbo. Kwa sasa au kwenye tarafa. Hebu tuambie nini kilitokea? Kilichotokea nadhani kwa ufahamu wangu ni typing. Nadhani katika maandalizi ya kutoka kwenye kikao cha kwanza ambacho cha kamati ya utekelezaji ya wilaya kuja kamati ya siasa ya wilaya kwenda kamati ya utekelezaji ya mkoa kwenda kamati ya siasa mkoa kwenda kikao cha halmashauri kuu ya mkoa, nadhani ni mambo ya kiutendaji yalitokea, kwa sababu mimi ni mjumbe, mimi ninavyoongea hapa kama mwenyekiti chama ni mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa, ambao mchakato yote inayotoka huko chini ilivyoanza kuanzia ngazi ya wilaya, kwa maana ya kamati ya utekelezaji ya wilaya ikaja kwenye kamati ya siasa, jina la Zainabu lilikuwepo, kwa hakuna mtu aliyeiba. Likaenda kwenye kamati ya utekelezaji ya mkoa likawepo, likaja kwenye kamati ya siasa ya wilaya ya mkoa ikawepo, ikaenda kikao cha halmashauri cha mwisho ambacho tulikuwa tunawapitisha madiwani wa kata kwa uteuzi wa mwisho na wadiwani wa viti maalum, hilo jina lilikuwepo. Kwa nadhani katika mazingira kawaida nadhani ilikuwa ni mambo ya kiutendaji, labda typing hela mtu, ndio maana walichanganya hivyo kuambia toka mwanzo, wakamchanganya diwani wa viti maalum wa halmashauri ya Momba anaitwa Evas Kaponda, katika kutype wakamleta huku. Kwa jina ndio hapo jina la Zainabu alikuonekana, lakini baada hapo akaja ofisi kwetu akalalamika. Alivyolalamika sisi tukaicha vikao. Tulivyoicha vikao tukakaa tukazungumza, na tulivyozungumza tukajaribu kuuliza kila maeneo, tukaona kwamba kuanzia kamati ya utekelezaji ya wilaya, kamati ya siasa kote kwenda vizuri. Kwa sisi kama chama sasa tukabidi tuandike barua kwa katibu mkuu kueleza kwamba diwani aliyetakiwa apishwe ni huyu. Kwa sasa watu tofauti na watu wanavyoeleza huko nje kwamba tumeibiana tujaibiana, kwa sababu nafasi ya kuibiwa kula kwa Zainabu ilikuwa kwenye kikao kwenye siku ya uchaguzi ambapo wanachagua wajumbe wa madiwani wa viti maalum, lakini kula alishinda na alikuwa namba 1. Kwa hiyo kilichofanyika sasa hapo mambo ya kiutendaji ndio kumeleta shida. Na tulivyoandika hiyo barua ikapokelewa
mpaka kwenye ofisi ya katibu mkuu, lakini baadaye tukakaa kikao cha halmashauri kuu ya wilaya, kwa kikaitwa kikao cha halmashauri kuu ya wilaya cha dharura kushughulikia swala la Zainabu, na walikuwa na wagombea wengine kule Mbozi, walikuwa wawili. Kwa hiyo fanya pale yale majina yote yakaandikiwa. Kwa mpaka sasa swala la madiwani wote wa viti maalum, lakini tutamsema huyo wa kwangu kwa sababu mimi sina mandate ya kusema ngazi ya mkoa. Hiyo nilikuwa nakupa mfano. Nitasema huyo wa kwangu, sisi swala la diwani Zainabu inashughulikiwa na taratibu zote ngazi ya chama kuanzia kwenye wilaya, mkoa mpaka taifa limeisha. Kwa hiyo tunachosubiri sasa ni tume sasa iweze kutoa maamuzi. Hilo la kwanza. Kila pili, huu uchaguzi ni mchakato. Kwa hiyo sisi tumefanya vikao vyetu, tumekamilisha. Kwa hiyo tunachosubiri sasa vikao vya juu, na vikao vya juu haviwezi vikakaa kwa sababu ya mtu mmoja. Kwa hiyo wanafuata kwenye kalenda yao. Kwa hiyo akishakaa nadhani majibu yatatoka mazuri. Majibu yatatoka mazuri na Zainabu ataapishwa kuwa diwani. Hilo la kwanza. Lakini la pili ambalo ni zuri na jepesi zaidi kwenye wilaya yetu na halmashauri ya Tunduma, hakuna mtu aliyekava nafasi ya Zainabu. Nafasi ya Zainabu mpaka sasa iko wazi, ikisubiri taratibu za kisheria zifanyike. Zikishafanyika ataapishwa. Kwa hiyo nataka ni watoe umma wanamomba kwamba hakuna jambo lolote ambalo lilikuwa limefanyika kuhusiana na Zainabu, lakini yalikuwa ni mambo ya kiutendaji, naweza sema typing error, lugha ya Kizungu, na ndio maana wali misplace. Baada ya yule wa Momba kumweka Momba kaletwa huku, lakini na yule wa Momba nataka niweke vizuri, yule wa Momba na kule hajaapishwa sababu yule wa Momba alikuwa ni mshindi namba 6, lakini Zainabu alikuwa ni mshindi namba 6 kwenye halmashauri ya Momba, lakini Zainabu alikuwa ni mshindi namba 1 kwenye halmashauri hii. Kwa hiyo haki yake bado ipo, lakini ni waombe wana Momba, wana Tunduma na wananchi wote wapenzi wa Chama cha Mapinduzi kwamba hakukuwa na jambo lote baya ambalo lilikuwa limefanyika, lakini yalikuwa ni mambo ya kitendaji. Na ndio baada ya mambo yale kitendaji yalivyotokea, diwani mwenyewe akaja kulalamika, alivyokuja kulalamika watu, sisi kama chama tukachukua hatua. Kwa hiyo nataka niweze nikanushe hiyo kauli ya kusema sisi wana CCM tunaibiana. Hamna, tulipoibiana kwa sababu hawa yalikuwa ni mambo ya nini, ya mchakato. Uchaguzi ulikuwa umeshaisha. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika ni taratibu kwamba namna gani aende akaapishwa halmashauri. Sasa baada ya kuonekana hapo, sasa tume inarudisha yale majina, inaonekana jina la Zainabu halipo. Mwenyekiti, kwa maelezo yako kosa limeshatokea. Ni nani wa kunyooshewa kidole? Ni Chama cha Mapinduzi, ni jumuiya ya UWT au ni tume ya uchaguzi Tanzania? Ninakushukuru sana mtangazaji. Kama nilivyosema mwanzo kwamba tume ya uchaguzi inamrudisha mtu ambaye jina amefanya nini, limetoka kwenye chama. Kwa hiyo mimi nataka niseme na niwaambie wananchi kwamba hakuna mtu wa kunyoshewa mkono, na ndio maana tumeamua kufanya mapitio, tukafanya vikao, tukatoa mapendekezo. Kwa mpaka sasa sisi kama chama hatuna mtu ambaye tunamnyoshea mkono, kwa sababu ni typing error, na tumefuatilia kote, hakuna sehemu ambayo tunaona palitokea mess up, na nadhani ilikuwa ni mess up ya kitendaji. Na ukumbuke kwamba ule uchaguzi kama ni mtu, kama ni karani awe wa ngazi ya mkoa, manake anapokea taarifa nyingi sana. Sasa nadhani ile ilikuwa ni kosa la kibinadamu. Hilo la kwanza. Lakini hata kama labda imetokea typing error taifa, ni kwamba jua kwamba taifa sisi tuna majimbo 200, tuna majimbo zaidi ya 286. Ujue hayo yote mtu mmoja anafanya nini? Ana compile taarifa. Kwa hiyo katika hali ya kawaida mtu kukosea au kufanya typing error inaweza kujitokeza. Na ndio maana ingekuwa kama kuna mtu alifanya kosa, sidhani kama tungefanya vikao au tayari tungekuwa tumeshamchukulia hatua. Kwa mimi nataka kuhakikisha umma na ndugu mtangazaji kwamba mimi nafikiri ilikuwa ni typing error, na ndio maana tunalishughulikia, na kungekuwa na jambo lingine lolote labda ile nafasi ingekuwa tayari imeshachukua na mtu mwingine. Ile nafasi ni ya Zainabu Siame, kwa sababu mpaka sasa pale halmashauri ya mji wa Tunduma kwa uwiano wa madiwani tuna madiwani 4, watakuwa madiwani 5 kwa viti maalum. Kwa mpaka sasa tuna madiwani 4, bado mmoja, na hiyo nafasi ni ya Zainabu ipo, na vikao vinaendelea kuchakata. Nadhani Mungu akipendeza, labda muda si mrefu unaweza kukuta tukapata majibu, tukajaza ile nafasi, ile diwani aendelee kuwa, ili Zainabu aendelee kuwa diwani viti maalum pale halmashauri ya mji wa Tunduma.
Zainabu Siame. Yule ni kiongozi wa wananchi ambaye wananchi wanasubiria aende kuwatumikia. Unawaambia nini wananchi wa Tunduma ambao wanategemea kutumikiwa na huyu Zainabu Siame? Nawaambia wasubiri. Asante sana mwenyekiti, baada ya kuzungumzia hayo masuala ya uchaguzi, lakini pengine tukurudishe nyuma kidogo. Umekuwa mwenyekiti tangu mwaka 2022 na kwa ufahamu tu kwamba Chama cha Mapinduzi kwa ushindi huo unaozungumza kimsingi ndio chama ambacho kinaisimamia serikali. Pengine tungependa kufahamu sasa, wewe kama msemaji mkuu wa Chama cha Mapinduzi na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi tangu hiyo mwaka 2022 mpaka sasa, chama chini yako ndani ya wilaya ya Momba kimefanya nini katika kuiwajibisha na kuisimamia serikali? Na kushukuru ndugu mtangazaji kwa swali lako zuri. Kwanza, ukiachilia mbali kwenye mambo ya serikali, lakini kwenye mambo ya chama chenyewe ni kwamba chama chote cha siasa ukishakuwa kiongozi lazima uangalie muundo wake. Hilo swala la kwanza. Kwa mimi kama mwenyekiti wa chama, nilivyoingia kitu cha kwanza ni concentrate kuhakikisha kwamba tunaweka discipline kwenye chama chetu, kwa maana ile adhana ya kuheshimiana, kila mmoja kumheshimu mwenzake. Kwa hilo tulitia mkazo na nadhani tumefanikiwa kwa asilimia zaidi ya 90, kwa sababu sasa mkishakuwa na discipline na nidhamu ndani ya chama ni rahisi sasa kutoka nje kuweza kuisimamia serikali, kuweza kuwawajibisha viongozi, lakini kuweza kusimamia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hilo jambo la kwanza. Lakini la pili, shughuli za utekelezaji wa ilani ya chama kuna vitu vingi. Yaani utekelezaji wa ilani ya chama watu wanafikiria kukagua miradi tu. Na hiyo kuna mambo mengi. Utekelezaji wa ilani kuna kuwatengenezea fursa vijana kwa maana ya mikopo ya 10%, kwa maana kina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Kwa tumefanya vizuri kwenye hilo. Lakini pili, mimi nilipoingia madarakani, kitu cha kwanza ambacho nilikutana nacho mgogoro wa stendi ya Mpemba. Huo ndio ulikuwa mgogoro wa kwanza kabisa ambao nimekaa ndani ya wiki mbili nikakutana na mgogoro wa stendi ya Mpemba. Kwa mimi kama mwenyekiti wa chama pamoja na wajumbe wangu wa kamati ya siasa tumepambania kabisa kuhakikisha kwamba tunajenga stendi ndogo Mpemba ili kurahisisha shughuli za watu wetu kuna namna kumove. Lakini mimi pamoja na wajumbe wangu wa kamati ya siasa ndio tumepambana kidete kuhakikisha tunajenga terminals hapa mjini za mabasi yanayotoka Dar es Salaam. Kwa sababu mimi ninapoingia madarakani ilikuwa mabasi yote yalikuwa, ilivyoanza ile stendi mabasi yote yalikuwa yanaishia Mpemba. Kwa hiyo tukapata adha nyingi sana ya watu wetu wakalalamika, watu walikuwa wanatoka Dar es Salaam usiku wanaweza wakapanda bodaboda kutoka Mpemba kuja Tunduma kwa sababu pana umbali kama kilomita 9. Kwa walikuwa wanapata changamoto nyingi, wengine wanavamiwa, wanaibiwa. Kwa mimi pamoja na wajumbe wangu wa kamati ya siasa ya wilaya tukapambania hilo. Kwanza kuhakikisha tunasimama kidete kwamba mabasi yote yanayotoka Dar es Salaam yakifika pale Mpemba yashusha abiria lakini yaje mjini. Na tulivyoongea na watu wa serikali wakasema bwana, mjini sehemu ya kupaki hamna, wakasema lazima kuwe na terminals. Kwa hiyo sisi tukawashawishi wadau kwamba waweze kujenga terminals ambapo ndo watu wenye mabasi. Kwa sasa hizi tuna terminals nyingi hapa mjini. Kwa hiyo ile adha tena ya watu kuamka saa 9 kwenda Mpemba haipo. Kwa unakuta mabasi yanawachukulia hapa mjini. Hiyo ndio kwanza ambao tumelifanya. Lakini pili, kusimamia miradi. Tumefanikiwa kuweza kusimamia miradi kwa sababu mimi naingia madarakani kulikuwa na kelele sana za miradi haifanywi kwa wakati. Ikiwepo kuwa na swali na kituo cha afya cha Mwakakati kiwa kina maneno, kiwa kiishi kwa wakati. Kwa sisi mimi na kamati yangu sasa tukasimama kidete kuambia watu wa halmashauri waweze kumaliza ile miradi, na nadhani tumefanya vizuri. Tumefanya vizuri. Hata upande wa barabara tumefanya vizuri, lakini kwenye upande wa barabara inaonekana bado kama ni changamoto kwa sababu Tunduma inakuwa, yani tuseme maendeleo yametangulia kuliko miundombinu. Tunduma zamani ilikuwa kama ni kata. Sasa leo kuanzia pale Mpemba mpaka Tunduma, kutokana na foleni ya malori kuna foleni kubwa. Kwa hiyo tumepambana, tumejenga barabara ya lami kutoka Transformer mpaka Sogea. Hiyo ni hatua ya kwanza. Walau hata watu wa sasa akitoka Mpemba akifika pale
Sogea anaweza kachepuka ile njia ya transformer akaweza kuna, lakini bado tunataka kufungua mji, tujenge tena barabara ya kutoka pale Sogea mpaka Mwakabwangazi kupitia Chapwa mpaka Katete ikatokea pale kwa Mwakabwangazi. Kwa tumefanya hayo, lakini tumejaribu kufungua njia nyingi huko mitaani ambazo zinapitika. Kwa nadhani hawa tumeyafanya, lakini tunaendelea kufanya na kusukuma, lakini mambo tunayofanya sisi kama chama ni mengi. Na kila mmoja sasa anaweza kaona jambo lake halifanyiwi uwepesi kutokana na mahitaji. Tumeweza kusimamia serikali kwenye upande wa TRA. Mimi naingia madarakani kwa na malalamiko makubwa sana upande wa TRA. Lakini ndani ya miaka yangu mitano, ndani ya miaka yangu hii minne ambayo natamani mwakisho mwaka wa 5, hakuna malalamiko kabisa ya TRA, ni zero. Kwa hiyo tuliwaita mameneja waliokuwepo wakati huo, wakati mimi naingia, tukazungumza nao, tukawaomba kwamba tunaomba mkusanye kodi, lakini tafuteni njia nyepesi za rafiki za kukusanya kodi. Na tukafanya hivyo, nadhani tumefanikiwa 100%. Kwa hiyo sasa hivi TRA na wafanyabiashara ni mtu na rafiki. Kwa hiyo tumefanya mengi, lakini mwaka jana tulipomaliza uchaguzi tumepewa ilani 2025-30. Hiyo utakachofanya, kwa sababu kila alichofanya mwenyekiti wetu wa chama na rais wetu wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan aliamua kuicategorize ile ilani iko kwenye mikoa. Unajua zamani ilani ilikuwa inawekwa moja ya kitaifa. Kwa hiyo unakuwa angalia kwenye ukurasa fulani. Lakini kwa ubunifu alionao Mheshimiwa rais wetu na mwenyekiti wetu wa chama akasema, akaamuru wataalamu watengeneze ilani za mikoa. Kwa hiyo jukumu hilo baki sasa ni sisi kupambania hii ilani mpya ambayo ni ya mikoa, ambao ukienda sasa kama ni ya mkoa inakwambia Momba kuna nini, Ileje kuna nini. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa chama sasa ninaangalia upande wangu wa Momba kwamba ilani kwenye Momba inasemaje. Sasa yale mambo kama kuna mengine alikuwa hajakamilika kwenye ilani iliyopita, nitakuwa na nguvu ya kutia msukumo. Asante mwenyekiti. Pengine kabla hujaenda kwenye ilani hii mpya, umetueleza kwamba umefanikiwa kumaliza changamoto za wafanyabiashara kwa 100%. Lakini kwa kumbukumbu zangu huko mtaani kumekuwa na malalamiko kutoka kwa wafanyabiashara. Wameenda mbali zaidi kwamba mwaka 2023 kamati ya ujenzi wa soko la Tazara ilikutumia barua ikieleza changamoto za ujenzi wa soko lile, ikiwemo wafanyabiashara wawili kupewa mikataba, jambo ambalo mpaka sasa linasababisha migogoro isiyokoma. Pengine ninyi kama Chama cha Mapinduzi swala hili mmelishughulikia vipi, na mpaka sasa nini kauli yako? Mimi nakushukuru mtangazaji. Nadhani mimi nilipoingia ilikuwa ni kero ya kwanza, na hiyo kero mimi nililetewa na tukaangalia ilikuwa imekwisha. Sasa nadhani ni lack of information, kwamba mimi wangekuja sasa hizi wangeniambia kwamba bado kuna tatizo, tungeshughulikia, kwa sababu tulikuwa tumeshughulikia na likaisha, na kuna baadhi ya watu wakapewa vibanda, kwa sababu pale ile sio changamoto ya TRA, ile ni changamoto ya mikataba, kwamba ile soko la Tazara linamilikiwa na halmashauri. Sasa katika kumilikiwa na halmashauri kuna watu walikuwa wamejenga kwa mikataba. Sasa katika kujenga kwa mikataba, of course hakuna maendeleo yasiyokuwa na changamoto. Kwa hiyo katika walivyojenga kimkataba, nadhani kuna changamoto za ujenzi, gharama za ujenzi. Kuna muda mwingine watu wakasema nimejenga hivi, halmashauri nakataa, kwa sababu kuna justification. Lakini tuliwaita wapangaji. Mimi nilimwagiza mkurugenzi hicho kipindi anaitwa Magesa, akaunda timu ikaenda kule, ikaona hizo changamoto kwamba nyingine zilikuwa ni za kimikataba, na za kimikataba kulikuwa na vitu viwili. Kitu cha kwanza ilikuwa watu halmashauri haikubali na gharama ambayo mzabuni anasema nimefanya hivi. Lakini baada ya muda tukarekebisha hilo tatizo, lilikwisha. So kama sasa bado lipo, mimi nadhani ni lack of information. Kwa mimi napenda niwaambie hata kesho wapangaji wa pale kama wana nafasi waje wanione. Wakishaniona tuone tatizo liko kwa ukubwa gani. Mimi nitazungumza nao, nishazungumza nao, nitamwagiza mkurugenzi aweze kulishughulikia ili walau tuweze kuitoa hilo kero, kwa sababu sisi kama chama tunapenda wananchi wetu wote wafanye kazi kwa uhuru, na kama litakuwa ni swala la kimikataba tutazungumza nao. Tukishazungumza nao waweze kuhuisha mikataba penye changamoto, waweze kukaa, kwa sababu hakuna mazungumzo ambayo hauwezi kuyamaliza ukiwa mezani. Kwa mimi nadhani kikubwa kama nilivyokuambia toka mwanzo, nadhani lack of information. Mimi nilikuwa najua limekwisha.
Zala, tuna mfano wa watu wawili. Kuna mfano wa mtu anaitwa Fadhili, lakini kuna mfano wa mtu anaitwa Manase Toronto. Hawa ni miongoni mwa watu ambao bado kero yao haijashughulikiwa, na wewe unasema hauna information, na barua hii umeipata tangu mwaka 2023. Pengine hili unalionaje, au ni kukwepa? Mimi ndio maana nikasema toka mwanzo kwamba wewe waambie walete hata kesho, kwa sababu mimi kuna watu walioniletea, lakini inawezekana watu wengine hawakuniletea, lakini watu wote ambao walikuwa wameleta yale changamoto zao tulizishughulikia na vibanda walipewa. Kwa hiyo nilichosema toka mwanzo, ndugu mtangazaji, ni kwamba inaweka lack of information, kwa sababu umeniambia kuna changamoto hiyo Manase na hiyo Fadhili. Kwa hiyo natakiwa walete changamoto. Wakishaleta changamoto kwenye Chama cha Mapinduzi, wanamwandika mwenyekiti wa simu wa wilaya. Wakishaniandikia mimi na ninasoma ile changamoto yao. Nikishasoma ile changamoto yao, ninaitisha faili lao, ambao anayehusika na mkataba ni mwanasheria. Lakini kuna msimamizi, mwenyekiti wa halmashauri, lakini yuko mkurugenzi. Kwa hiyo tukishaisha tutajua ukweli uko wapi. Lakini sasa hivi ndio maana nikasema toka mwanzo mimi sijawahi kupata hiyo changamoto, lakini changamoto zote ambazo nilizipata kule Tazara zote nilishughulikia na sikuwahi kuona tena kuna malalamiko kama hayo. Asante. Wakati tuko hapo hapo kwenye chama kuwajibika, lakini pia chama kuiwajibisha serikali, ipo minong'ono huko mtaani kwamba mwaka 2024 mlianzisha mchakato wa kujenga ofisi ya chama ya wilaya huko Momba na mkachangisha michango. Pengine unaweza ukatuambia wanachama, ukawapa taarifa wanachama nini kinaendelea kwenye michango yao, maana wao wanaona kumekuwa na ukimya wa hali ya juu kiasi kwamba kama wanachama hawapati taarifa zozote licha ya kuwa walishirikishwa katika michango. Nakushukuru. Mimi nakushukuru sana. Ni kweli sisi toka mwaka jana, mwaka 2024 mwezi wa 8 tulifanya harambee ya kuchangisha kwa ajili ya ujenzi wa ofisi. Na hiyo ofisi tulichofanya sisi, kila mwanachama alikuwa anachanga, lakini tulichanga kwa category, kwa sababu sisi hatukumchangisha kila mwanachama, lakini tulichanga kwa kama kata kwa kata. Tulikuwa tunaambia ilipe mchango wa 100,000, lakini tulikuwa na matawi. Sisi tuna matawi 220 na tuna matawi 225. Kila tawi itakuwa litoe shilingi 100,000. Kwa hiyo sasa ule mwaka ulikuwa ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo tulichangisha hela zote, tulivyochangisha tukaingia kwenye uchaguzi tukamaliza. Tulipomaliza ukaja mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka wa uchaguzi mkuu, kwa maana udiwani na ubunge. Kwa hiyo wewe sio mtu wa kwanza, sisi tulipata hizo changamoto mtaani walisema, lakini mwezi wa 3 tulikuwa na halmashauri kuu ya wilaya, wanachama wetu tuliweza kuwajibu au maswali, na mpaka sasa tumeunda tume ya watu 10. Tena bahati nzuri hiyo tume inaongozwa na wenyeviti wa halmashauri wapya, Sylvester Haizuru pamoja na Salum Kihambi. Kwa hiyo tumeshaunda tume kamati ya ujenzi. Kwa hiyo tunasubiri tu hali ya hewa ikae vizuri. Ikishakaa vizuri hali ya hewa, nadhani tutaendelea na huo ujenzi. Kwa hiyo nitaka kusema, lakini pili, ile pesa haiwezi kupotea kwa sababu ilichanganywa kimtiririko. Hatujaomba hela kwa mdau yote yule. Kwa hiyo waliochangia wote wanajulikana. Kamati ya siasa ya wilaya ilikuwa na mchango wake, tulikuwa tunachanga kila moja 200,000. Madiwani walikuwa wanachanga shilingi 200,000. Kwa hiyo hela haiwezi kupotea kwa sababu ina mnyororo. Kwa hiyo nataka niwatoe wasiwasi kama kuna baadhi ya wanachama ambao wamekuwa wakisikia na walikuwepo halmashauri kwa kuwepo, ile hela yao iko salama. Cha msingi tunasubiri hali ya hewa ikae vizuri. Kuanzia mwezi wa 4 katikati ya mwezi wa 5 tunaweza tukaanza ujenzi, na sisi tumewaahidi wanachama wetu tunaweza tukajenga ndani ya miezi 3 tukale jengo tumelimaliza, kwa sababu pesa tunazo tayari. Umekuwa mwenyekiti tangu mwaka 2022 na moja ya ahadi zako ni kujenga ofisi ya chama, lakini wanachama ambao wamekuwa wakilalamika wanasema kwamba walichanga takriban milioni 21 na hawapati taarifa. Na utaratibu wa chama unaeleza kuwa kuna vikao, katiba ya chama inaeleza kuwa kuna vikao kuanzia ngazi ya kibalozi kila baada ya miezi 3. Pengine ni kwa nini kwa miaka yote hii wanachama hawana taarifa? Asante. Kwanza waliochanga sio wanachama wote. Hiyo nataka niweke kile, walichanga viongozi wa kata, kwa maana kata nzima kukuwa na viongozi wa ngazi ya matawi. Sasa vikao vyetu sisi vya chama ni vya kikatiba, ambazo vina vikao vya kutoa taarifa ya chama vinafanyika kila baada ya miezi 6. Kinaitwa kikao cha halmashauri kuu ndio wenye chama.
Kwa hiyo maana tutakuwa tufanye mwaka jana mwezi wa 12, bahati mbaya tukufanya kutokana na pilika za uchaguzi. Maana ndugu mtangazaji, toka mwaka jana mwezi wa 5 tulikuwa tunapilika, yani tulifocus watu wengi kwenye nini? Kwenye uchaguzi. Lakini tulivyomaliza uchaguzi mwezi wa 10, kukaa na mambo mengine mengi ambayo natakiwa ndani ya chama, mweke kuvunja makundi, kufanya nini. Lakini mwaka huu mwezi wa 3 tumefanya kikao cha halmashauri kuu, majibu yote tumefanya nini? Tumeyatoa. Kwa hiyo nadhani hao ni watu, inawezekana ni kwamba inaonekana ni minong'ono ya muda mrefu, lakini kuhusiana na hilo hela yao iko salama, na muda mrefu tulishawapa mrejesho wa michango, lakini sasa tutakapomaliza ujenzi tena tutawapa mrejesho wa ujenzi na gharama zote za ujenzi ambazo tutakuwa ofisi tafanya, na mwezi wa 6 tutafanya tena halmashauri kuu nyingine. Kwa taarifa zote zitatolewa, kwa sababu taarifa hizi hatutoi kwamba kila kata, ile ni shughuli ya wilaya. Ingekuwa ni shughuli ya tawi au kata, ungesema kila wanavyokaa lazima wapewe taarifa, na kwa ambao wanapewa taarifa sio kamati ya siasa, wanapewa taarifa wajumbe wa halmashauri kuu, ambao wajumbe wa halmashauri kuu tunakutana nao kwa muda wa miezi 6, ambao tumekutana nao mwezi wa 3, lakini kwa sababu kalenda yetu ya miezi 6 kwa maana utekelezaji wa ilani ni kuanzia Januari tena mpaka Juni. Tutakapofanya tena Juni tutawapa taarifa nyingine, na taarifa nyingine wakitaka tutakuja kuwapa mwezi wa 12. Na ndio maana nimesema toka mwanzo kwamba hapa katikati sababu ya kuchelewesha ujenzi kwanza ilikuwa nature ya miaka yenyewe. Mwaka 2024 tumechangisha mwezi wa ngapi? Mwezi wa 8. Mwezi wa 8, mwezi wa 10 mwezi wa 10 tukawa na uchaguzi wa serikali za mitaa. Sasa maana tulipomaliza tu mambo kuendelea kuchangisha, maana tuliendelea na michakato mingine ya uchaguzi. Kwa nadhani hiyo ndio imetuchelewesha sana tusiweze kujenga ofisi kwa wakati. Wakati tunamalizia, tupe mwelekeo mpya wa Chama cha Mapinduzi baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Nakushukuru. Mwelekeo mpya ni kwamba sisi kama chama sasa, toka tumemaliza uchaguzi mwaka jana mwezi wa 10, kama nilivyokuwa nimesema mwanzo, tulikuwa na wagombea imara, kwa na mambo mengi, makundi. Kwa tulichofanya sisi kama chama, kitu cha kwanza wote tumeletana pamoja. Kwa tulivunja yale makundi, kwa sasa wote tuko pamoja. Kwa tunachofanya sasa ni tunaangalia chama kuliko mtu mwingine. Na ndio maana hapa tuna wabunge wetu wawili, kwa maana Kondesa na David S. Linde. Kwa kazi ya wao kubwa ni kufanya utekelezaji wa ilani, kwa maana kusimamia, kutuwakilisha sisi kwenda bungeni, kufanya mikutano ya hadhara, kueleza taarifa zilizoko za serikali kutoka bungeni kuja huku, ndio tunaofanya haya. Na ndio maana mwanzo nilisema kwamba tulipomaliza uchaguzi tuliwapa maagizo madiwani na wabunge kwamba wafanye mikutano. Nadhani kama huko hapa Tunduma, namshukuru sana mheshimiwa diwani Quintin Claudi Kayombo. Nadhani amefanya mikutano kwenye kata yake yote. Yale ndio maelekezo yalikuwa ya chama. Kwa hiyo tunataka kwanza, pamoja na vitu vingine, watu wafanye mikutano. Wakishafanya mikutano wanakutana na changamoto. Kwa sababu ukiwa kiongozi hauwezi ukapeleka matazo yako kwenye serikali au kwa wananchi, lazima uzunguke ufanye ziara uone. Kwa hiyo mimi nimpongeze mheshimiwa Claudi Quintin Kayombo, amefanya ziara karibuni kata nzima, na siku hizi kidunia kwenye kiganja, mtu akifanya ziara unamuona. Kwa hiyo tunachofanya sisi, tunataka sasa tukishafanya ziara, maana yake tunakuwa tunajua nini changamoto ziko kwenye kila kata. Kwa baada ya muda sasa, zile changamoto sisi kama chama tutakapofanya ziara kwenye kata husika au kwenye jimbo husika, tunakuwa tunazichukua zile changamoto, au muda mwingine kamati yetu ya siasa kata husika inatuwasishia kwetu, kwa maana ya kutia msukumo. Kwa sababu sisi kama chama tumepeleka wawakilishi wetu wa halmashauri, kwa maana ya madiwani. Sasa wale madiwani wanasimamiwa na chama. Kwa hiyo sisi kama kamati ya siasa tunavyokaa kwenye party caucus, kikao chetu cha chama, zile changamoto zote ambazo tunakuwa zimezikuta kwenye kata tunaziainisha, tunaziandikia hapa na kuzifanyia maazimio na kuiagiza halmashauri itie msukumo wa kuzifanya zile changamoto ambazo tumekutana nazo. Na mimi kama mwenyekiti wa chama, nadhani wewe unaniona, kama kuna mambo mengine hayajafanyika, huwa ninapopewa nafasi ya kusema pale halmashauri, huwa naiagiza serikali kupitia mkuu wa wilaya kwamba kuna hiki na hiki na hamjafanya, tunaomba mfanye. Kwa sababu mkuu wa wilaya
anakuja kwetu kama mjumbe wa kamati ya siasa, kwa maana ni mwakilishi kutoka serikali kuja kwenye chama, kwa sababu sisi CCM ndio tumeunda dola. Kwa maana yake na ilani inayotekelezwa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa chama ninapokuwa kwenye halmashauri, kazi yangu kubwa ni kukumbusha zile ahadi zote, maazimio ambayo tumeyafanya. Tukishakumbusha hayo, ni rahisi sasa serikali kuweza kuyafanyia kazi, na wanatupa mrejesho kupitia kwa mkuu wetu wa wilaya kwamba hili na hili limefanyika, lakini mengine sisi tunakuwa tunayaona, na muda mwingine tunakuwa tunafanya ziara kwenye ngazi ya kata mbalimbali. Tukishafanya ziara tunaona ile kuje haya tuliyoyaagiza kama yalikuwa ni ya kiutendaji, kama ni miradi ya serikali, je, imesimamiwa kiasi gani. Kwa nadhani ndo mwitikio wetu huko hivyo, kwamba sisi kama chama toka tumemaliza uchaguzi, kazi yetu kubwa ni kuhudumia wananchi, lakini na mwaka huu ndo mwaka wa kazi sisi kama chama, kwa sababu ndo mwaka wa kujenga chama. Kwa ni mwaka wa kazi, na mimi kama mwenyekiti wa chama nadhani kuanzia mwezi wa 5 na sisi kama chama tutafanya ziara kuhakikisha tunazunguka wilaya nzima ya chama kuona changamoto za moja kwa moja. Unaweza kuona nyingine za kualisha, lakini ukifanya ziara ni rahisi wewe mwenyewe kuona kwamba hapa kuna hiki nilivyoambiwa hivi, lakini wazungu wanasema seeing is believing, ukiona unaamini. Asante sana. Mwenyekiti, wakati tunamalizia mara baada tu ya uchaguzi tukaingia kwenye msimu wa kilimo, tuliona changamoto mbalimbali kwenye wilaya yako ya Momba, hususan jimbo la Tunduma. Kulikuwa na changamoto ya watu kuibua malalamiko ya kuuziwa mbolea feki, lakini kule Momba tulikumbwa na mafuriko ambayo yalisababishwa, pengine inaweza ikawa ni miundombinu inayojengwa na TARURA. Nini mwelekeo wa chama, kinaelekeza nini taasisi zilizopo ndani ya wilaya ya Momba kuhakikisha changamoto zilizojitokeza katika kipindi hiki sasa zinaenda kukoma? Nakushukuru. Swala la mbolea na mimi kweli niliona kuna ziara mkuu wa mkoa alifanya, lakini sasa hayo ni mambo ya kitendaji na sisi kama chama bado hujapata taarifa, na taarifa nyingi sisi tunazipata kwenye vikao. Lakini nadhani hapa mliona kuna walifanya ziara, nadhani baada ya kupata taarifa wakaona kwamba kuna changamoto ya kwenye mbolea, kuna baadhi ya kwenye godown waliona kuna mbolea nyingine inatakiwa ipandiwe tumbaku, na mimi niliona kwenye vyombo vya habari. Lakini sisi taarifa zote za serikali tunazipokea kwenye vikao, na kwa sababu alifanya mkuu wa mkoa, hiyo taarifa atapeleka kamati ya siasa ya mkoa. Ila angekuwa amefanya mkuu wa wilaya, mimi nilikuwa na mandate ya kufuatilia kwa sababu yuko kwenye lenki yangu. Lakini swala la mafuriko ni mambo ya tabia nchi ambao yalitokea kwa maana ya tabia nchi, na nadhani yametokea huko upande wa Momba, na serikali ilichukua hatua kubwa ya kuhakikisha kwanza wana rescue wale watu wasiweze kuendelea kupata madhara, na hatua za msaada za kwanza zikafanyika. Kwa hiyo nadhani kama kungekuwa hakufanyika vizuri, nadhani tungepata malalamiko kwa watu wengine. Sisi kama chama tungeweza kuchukua hatua. Toka mwanzo nilikuwa nimesema, mheshimiwa mtangazaji, kwamba wilaya ya Momba kwamba mambo ni mengi, kwa maana ya kila mwananchi ana shida yake. Unaweza kufanya vizuri hapa ikaonekana huko hujafanya vizuri. Kwa mfano kama dereva IT, kipaumbele chake namba moja kilo chake ni barabara kutoka Dar es Salaam mpaka Tunduma iwe nzuri, kwa sababu ndio shughuli yake ya kila siku. Ukija kwa mfano mkulima kilio chake ni nini? Ni mbolea. Ukija mfanyabiashara kilio chake atakwambia ni TRA. Kwa kila mmoja, ukija dereva bajaji anakuambia kilo yake ya kila siku ni traffic. Kwa hiyo unaweza ukafanya vizuri huyu akaona hujafanya vizuri, kwa sababu matatizo ya mwananchi ni mengi. Kwa hiyo lakini sisi kama chama kwa kweli tumejitahidi kwa uwezo wetu, tumeweza kusimamia, na mimi naweza nikajivunia toka nimeingia mpaka sasa ninaona kabisa utendaji kazi wa serikali umekuwa mzuri sana, tofauti na ilivyokuwa mwanzo. Ile dhana ya uwajibikaji, naona watu wanawajibika, hakuna malalamiko ya kwenye miradi inaenda vizuri. Tulikuwa na malalamiko ya stendi hapa inasuasua hapa, mpaka yote imeisha. Kwa hiyo mimi naona mambo yanaenda vizuri sana. Nimpongeze mkuu wetu wa wilaya, mimi naona amesimamia vizuri, mambo yanaenda. Yeye kama mkuu wetu wa wilaya na mjumbe wangu wa kamati ya siasa, naona amesimama kwenye nafasi yake. Mwisho kabisa, mwaka 2027 mnaenda kwenye uchaguzi wa ndani ya chama, lakini mpaka sasa tunaona kuna minyukano ambayo inaendelea chini kwa chini. Nini kauli yako kama mwenyekiti wa chama wilaya? Mimi nakushukuru mtangazaji, ni kwamba
Mimi minyukano sijaisikia, lakini chama chochote kinachokuwa minyukano kwenye uchaguzi ni jambo la kawaida. Kwanza kuelekea uchaguzi, hiyo ni jambo la kawaida. Lakini la pili, mwanachama yote kutangaza nia ya kugombea sio kosa, kwa sababu kwenye kanuni zetu za uongozi kuna haki ya mwanachama ya kuchagua na kuchaguliwa. Kwa hiyo kutangaza mimi nafikiri naweza kagombea nafasi fulani sio kosa. Kosa kuanza kufanya kampeni, kuanza kuchafua watu, hiyo ndio kosa. Lakini mimi kwa sababu sijapata taarifa, mimi naomba nitumie hadhara hii kuambia umma kwamba yeyote anayeona anafaa kuna nafasi anaiona kwenye chama, kutangaza sio kosa, lakini kosa lake akianza kufanya kampeni na kuchafua watu, tutachukua hatua. Lakini mpaka sasa mimi sina taarifa yote niliyoipata au mtu anayelalamika kwamba kwenye nafasi yake, kwenye position yake ambayo yupo kuna watu wameshaanza kufanya kampeni, sijapata. Lakini kama tukipata tutachukua hatua, na hatua ya kwanza tutakayochukua tutawaita kamati ya maadili. Tukishawaita kamati ya maadili tutawahoji, na kama tutakuwa na vielelezo kwa maana voice note, labda picha, amekusanya watu, anazungumza nao, tutachukua hatua. Hiyo yote tunataka kuendelea kukilinda chama chetu ili kiendelee kuwa imara, ili kusudi muda ukifika wa kugombea kusiwe na mtu ambaye alianza kampeni mapema. Sisi tunataka watu tukishatangaza muda wa kugombea, tunataka wote wawe sawa. Na nataka niwaambie wananchi wanachama wa wilaya Momba, kugombea ni haki ya kila mtu, na wanaotupima sisi au wanaowapima viongozi ni wanachama. Kwa hiyo kusiwepo na mtu ambaye anataka kusema kwa nini huyu ametangaza kugombea nafasi yangu. Hapana, kwa sababu kugombea ni haki ya kila mtu. Lakini ukishagombea wanachama wanakupima, na muda mwingine mimi naona watu wakitangaza mapema inakuwa ni nzuri, kwamba watu wakupime kwamba kama unataka labda nafasi fulani, je, huyu anayemaliza muda wake anafaa kwa kiasi gani? Wewe unayetaka kuja unaweka comparison. Kwa mimi sioni shida. Shida ni hii ya kwamba kuanza kuchafuana, kuanza kufanya kampeni, kwa sababu utakuwa sasa wewe umeanza kufanya kampeni mapema, maana utakivuruga chama. Kwa hiyo yule kiongozi anayemaliza muda wake atashindwa sasa kuconcentrate kwenye kukisimamia chama au kufanya shughuli za chama, kwa maana kuzidi kukimeesha chama, kwa sababu chama kina mambo mengi, sio tu kuisimamia serikali. Asante. Kwa hiyo nakushukuru mtangazaji kwa swali lako zuri. Chama kina mambo mengi. Watu wengi wanafikiriaga kwamba chama labda ni kusimamia miradi tu ya serikali. Kwanza chama lazima kisimamie miradi yake ambayo inayo kwenye wilaya, kwa maana ya miradi ya chama, vibanda, sio kuna mashamba, kuna nini. Lakini chama lazima kibuni miradi mipya, ili walau siku ambavyo labda wewe uongozi unaondoka una kitu umefanya. Kwa sasa kama kutakuwa na mgombea, wakati huyu mwenyekiti wa mmoja wa vijana au mwenyekiti wa wilaya, sisi tuna jumuiya tatu, tuna jumuiya ya vijana, tuna jumuiya ya wazazi na tuna jumuiya ya kina mama. Lakini tuna mwenyekiti wa chama ambaye ndio mimi. Lakini tuna katibu mwenezi. Kwa sasa kila mmoja akionekana ameitarget nafasi ya mwenzake. Kwa manake huku kwenye chama tutaacha sasa shughuli za kuanza kubuni miradi, kusimamia miradi ya chama. Concentration itakuwa sasa kwanza kupambana na hao ambao wametangaza nia mapema. Lakini chama lazima kiwe na miradi yake, kwa maana na kwamba mimi pale tuna ofisi yetu pale ndogo Majengo, ilijengwa na wazee wetu. Na mimi kama mwenyekiti wa chama inatakiwa hata kabla sijaondoka, hata kama sijajenga, niwe na kiwanja nimenunua, ambao mambo yote yanafanyika kupitia vikao. Kwa hiyo kuna mambo, kwa hiyo sitaka kitokeza mtu kabla wewe hujamaliza muda wako ametangaza nia ya kugombea, manake concentration yake inakuwa kufanya sentiment ya chama, mtakuwa mnahangaika tena kubuni vitu vingine. Kwa hiyo ndio maana nikasema hilo niliweke wazi kwamba tunawashughulikia wale wanaokuwa wametangaza nia mapema, kwa maana wanakivuruga chama. Au muda mwingine hata yeye mwenyewe akibahatika kuingia atakuta chama kimesambaratika. So sisi tunataka kama mimi kama mwenyekiti wa chama, tukipata mwaka kesho mwenyekiti wa chama mpya, mwenezi mpya, mwenyekiti wa vijana mpya, UWT mpya, akikuta chama kiko salama, ili na pale ambapo uongozi uliopita umeachia, mtu mwingine anaendeleza.
Hilo la kwanza. Lakini hata mimi kama mwenyekiti wa chama, mimi nimeingia mwaka 2022. Nilimkuta mwenyekiti aliyekuwepo madarakani. Kwa hiyo na mimi nikaendeleza pale alipoanzisha yeye. Lakini wilaya ya Momba toka tumeanza tuna wenye viti. Mimi ni mwenyekiti wa 4. Mwenyekiti wa kwanza alikuwa ni Mwandusu, aliongoza miaka 3 akafariki. Akaja Simpasa akaongoza miaka 2 baada ya muda kugombea. Mwaka 2017 akagombea ndugu yetu Twist. Wanamwita anaitwa Maulidi Kilabeba. Kwa jina lake maarufu anaitwa Twist. Naye ameongoza miaka 5. Ilifika mwaka 2022 yeye mwenyewe akugomea. Lakini laiti kungekuwa kile chama kilivurugwa, mimi ninavyogombea maana yake ningepata kazi kubwa sana ya kuunganisha wana CCM. Kwa hiyo sisi tunakemea mtu kuanza kampeni mapema hata kama anataka position kwa sababu anakivuruga chama. Ndio maana mwanzo nilikwambia kwamba mtu kutangaza mimi nataka wala sio dhambi. Hata wewe mtangazaji kama nataka karibu. Asante. Karibu na uje ugombee. Na mimi kama mwenyekiti wa chama, mimi natamata kwenye nafasi yangu waje watu wengi. Ili kuwe na competition nzuri. Ili baadaye Chama cha Mapinduzi CCM kipate mwenyekiti anayeweza kuwa imara kwa sababu amepita kwenye mchujo mkali. Tofauti na wakutaka unataka upate mgombea ambaye hayuko strong. Kwa hiyo nataka nitoe rai hata kwa wanachama wote wa wilaya ya Momba. Yeyote anayefikiria kuona nafasi ana nani anafikiri kwamba mara mimi nafikiri kugombea hapa. Yaani kusema mimi nataka wala sio kosa. Kosa kuanza kufanya kampeni, kosa kuanza kufanya kampeni, kuchafuana. Kwa hilo ndo kosa. Ndio maana kutoka mwanzo nilivyosema ndugu mtangazaji kwamba mimi kama mwenyekiti wa chama mpaka sasa ingawaje uchaguzi mwaka kesho sijasikia minongono yoyote. Lakini pindi nikisikia tutachukua hatua. Na hiyo hatua tutakayochukua ni kwamba tunamuita kwenye kamati ya maadili, tunamuuliza na tunakuwa na viambatanisho kama ni matokeo ya picha, kama ni voice note, tutachukua hatua bwana wewe hapa bwana mwenzetu umeanza mapema unatuvuruga. Kwa hiyo tukishachukua hatua maana yake kwa hiyo nataka nitoe rai kwamba hata watu wenye nia ya kugombea wakae mguu sawa kwamba wanaweza akawa na hamu sana ya kugombea lakini ikifika mwishoni watakosa sifa kwa sababu tayari watakuwa wameshachafuka. Kwa hiyo mimi nataka kusema watu wote wenye lengo la kugombea wawe na subira. Ukifika muda chama kitatoa utaratibu na ratiba itatolewa na watu kila mmoja ataona wapi aingie. Kwa hiyo nadhani tukifanya hivyo nadhani chama chetu kitazidi kuwa imara na kitazidi kuheshimika kwenye jamii yetu na inshallah Mwenyezi Mungu nafikiri kufika saa mwaka kesho tutapata viongozi wazuri sana wa ngazi ya wilaya kwenye ngazi ya kata. Maana hiyo uchaguzi unaona hapo watu wengi wanakonsentrate kwenye wilaya lakini tuna uchaguzi ngazi ya matawi. Tuna uchaguzi ngazi ya kata. Tuna uchaguzi ngazi ya wilaya ambao mimi ndio iko kwenye hema yangu. Ingawaje na huko juu kutakuwa na uchaguzi wa mkoa, taifa. Kwa mimi nikaona niongelee kwenye wilaya kwamba tutakuwa na uchaguzi wa kwenye matawi, kwenye kata, kwenye wilaya na kwenye wilaya kuna mambo mengi. Kuna wajumbe wa halmashauri kuu, kuna vya makatibu wa kata, kuna wenye viti wa kata, kuna wenezi wa kata, kuna wajumbe wanaotokana na halmashauri kwenda kuunga na kamati sasa. Kwa mambo ni mengi. Kwa hiyo nikataka ndugu mtangazaji nikwambie hilo kwamba mimi mpaka sasa sijasikia lolote. Na ndio maana sina la kusema lakini nikipata taarifa mimi kama mwenyekiti wa chama nitachukua hatua. Kwa maana kutengeneza discipline kwenye chama na kuhakikisha kwamba chama chetu kinazidi kuwa imara. Asante sana mtazamaji wa Songwe TV, ulikuwa nami Dickson Kapungu katika kipindi cha Tanzania Yetu na huo ndio ulikuwa mwisho wa ziara yetu ya kipindi cha Tanzania Yetu kuja kumtembelea mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Momba kuzungumzia masuala mbalimbali ya kisiasa lakini pia ya chama katika kuisimamia serikali kutoka tulipotoka kwenye uchaguzi wa Oktoba 29 mpaka sasa lakini na mwelekeo wa chama kuelekea huko mbele. Kwa heri, tukutane tena katika kipindi kingine cha Tanzania Yetu. Asante.